Mimi kila siku anakiomba, nasema watu tungiwe na hofu ya Mungu, manake wote safari yetu ni moja, sio kusema mwingine kwa vile mimi ni star siwezi kufa au siwezi kupatwa shida. Mimi naomba kwa kweli, tasnia yetu ya movie, naomba sana Mungu ashuke kati yetu, tuwe na upendo wa kweli, tushikamane. Kwa mfano kama leo, yani nimefarijika sana, na waomba wasanii wote, uwe star usiwe star, Mungu achagui. Kama angekuwa anachagua matajiri wasingekufa, lakini Mungu achagui, ni wote, njia yetu ni moja. Ninachoomba pale msanii mwenzetu anapopata shida, tushirikiane, tushikamane, sio tufate majina. Asante sana. Habari? Salama kabisa. Leo ni siku ya kumbukizi ya miaka 13 tangu kufariki kwa legend wa Bongo Movie Steven Kanumba. Wewe unajiita Magembe Kanumba. Ni kwa nini unajiita Magembe Kanumba? Yote hayo ni kwa sababu ya kumwenzi ndugu yetu marehemu Steven Charles Kanumba. Na hata mlivyoona siku ya leo tumejumuika pamoja, tumemsupport mama. Tuko pamoja katika kumbukumbu kwa sababu ndugu yetu alikuwa ni legend, na hatuwezi kupinga kwamba Kanumba alikuwa ni mtu ambaye amefanya makubwa kabisa katika tasnia yetu hii ya Tanzania. Unajisikiaje kwa siku ya leo kufika hapa, na ni mara yako ya ngapi kufika katika matukio haya kuadhimisha siku ya Kanumba Day? Kwanza najisikia furaha sana, amani, na ndio mara yangu ya kwanza kufika katika Kanumba Day siku ya leo. Nimefarijika sana. Pia nimejifunza vitu vingi, kwa sababu nimejifunza kwamba kuna maisha ya duniani na kuna maisha mengine ambayo Mungu anaweza akatuweka katika nyumba ya milele, kama ilivyokuwa kwa ndugu yetu Steven Charles Kanumba tulivyopo naye, lakini sasa hivi hatuko naye. Kwa hiyo nimejifunza kwamba tuishi kwa upendo sana, kwa sababu upendo ndo kila kitu. Kwa hiyo ningependa kuambia watu wote tuweze kuishi kwa upendo. Naam, kitu gani kikubwa ambacho katika maisha yako yote unakikumbuka kwa Steven Charles Kanumba? Kitu ambacho nakikumbuka ni ubora wa kazi zake ambazo alikuwa akizifanya, kwa sababu alikuwa akizifanya kwa userious na umakini, na ndoto kubwa ambayo alikuwa ameibeba. Yes, kulingana na taifa letu pamoja na maisha yake, kwa sababu alikuwa akilipigania taifa letu katika tasnia ya filamu nchini Tanzania. Bana, kikubwa sana ambacho tunakitizama hapa ni kwamba Kanumba tangu amefariki ameacha pengo kubwa sana katika tasnia ya filamu. Unadhani mpaka sasa tasnia hii imepata mzibaji ama pengo lake limezibwa? Kwa hapo siwezi kulijibia hilo swali, kwa sababu waigizaji bado ni wengi Tanzania, na kila mmoja anafanya kazi kadri ya uwezo wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni swali gumu sana hilo. Ila tuzidi kumwezi marehemu Steven Charles Kanumba. Ndio. Okay. Ukitazama wewe ni msanii ambaye unafanya Bongo Movie pia, na umekuwa ukifanya movie like kama Kanumba. Watu wengi wamekuwa wakikufananisha sana na Kanumba. Ikawa gumzo sana bwana kuhusiana na swala hilo. Wewe unahisi unaweza ukaziba pengo? Ni kumtegemea Mungu. Mimi nahisi kuziba pengo la marehemu Kanumba ni kumtegemea Mungu, kwa sababu naye alikuwa anamtegemea Mungu, Watanzania wakampenda. Kwa hiyo na mimi kufanya kazi yangu kwa weledi mzuri, kwa kipawa ambacho nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, Watanzania wakiipenda. Naweza nikasema nitafanya kazi kwa nafasi yangu, lakini siwezi kusema labda naleta competition na Kanumba. Kanumba aliweza kufanya kwa kiwango chake, na mimi sasa nitafanya kwa kiwango changu. Kuhusu kufananishwa na Kanumba, yani hiyo ninaweza kusema kwamba kama wanavyosema tu duniani ni wawili wawili, lakini kikubwa mimi ninachokiangalia sana ni kwenye kazi. Kufananishwa na Kanumba haiwezi kunipa sifa mimi labda kusema ndo ninajua. Hapana, kinachotakiwa mimi nifanye kazi zaidi, yes, ili kufikia malengo. Lakini kibakia kwamba nafananishwa na Kanumba haiwezi kunisaidia chochote. Cha msingi ni kufanya kazi nzuri, kazi ya maana, kazi ambayo inaweza kuenda mbele zaidi. Kwa ukubwa wa Kanumba unavyofahamu wewe, na idadi ya watu waliofika leo hapa makaburini, hapa katika kaburi la mpendwa wetu Steven Charles Kanumba, unadhani ni iko sahihi ukilinganisha kwamba amefanya kazi na watu wengi sana? Mimi naweza nikasema kwa mapenzi ya Mungu ipo sahihi, kwa sababu kila mtu kuna the way jinsi anavyokuwa na mapokeo yake. Ndio maana tunasema tunapoishi na watu tuishi na watu kwa upendo. Kanumba aliishi na watu kwa upendo, akiamini kwamba ataishi nao
siku zote za maisha yake. Lakini wale watu ambao waliishi nao kwa upendo, walifanya kazi na yeye pamoja, lakini tunawaona siku kama hii Kanumba Day hawajaweza kufika. Kwa hiyo nashindwa kuelewa au nashindwa kuongelea kwa nini hawawezi kufika, kwa sababu ni hiyo tunaweza kusema kwamba ni kila mtu na upendo wake the way alivyo. Umeona, mimi sije kufanya kazi na Kanumba lakini nimeweza kufika. Yes. Na kuna waigizaji wengine wengi wameweza kufika na hawajafanya kazi na Kanumba. Lakini wapo waliofanya kazi na Kanumba hawajafika. Kwa hiyo mimi ninachosisitizia tu kwamba ni upendo na amani. Tuna maisha ambayo ya kuishi duniani na maisha mengine ambayo tunaenda kuishi ya milele ambayo tunachukuliwa na Mungu. Kwa hiyo tunapoishi duniani kwa upendo, basi hata tukitangulia mbele za haki, upendo udumu vile vile. Lakini sio kwamba tunavyoishi duniani tunaonyesha upendo, lakini anapoondoka mpendwa wetu, basi ule upendo nao unaisha, unapotea. Ni kitu ambacho tujifunze jamani, na naomba nitoe wito kwa waigizaji ambao ni wakubwa kwa wadogo, tuwe na upendo. Mimi nasisitiza kwenu ni upendo tu. Nikushukuru sana kwa time yako mzee wangu. Bless up. Asalamu alaikum. Mimi ni washukuru tu nyote kwa kujumuika. Leo ninaona kuna tofauti kidogo. Mwaka jana tulikuwa wachache sana. Tulikuwa sisi tuna mama hapo sana sana, hili grupu la Mbagala kwa chini ya Kanumba The Great. Tuko Mbagala kwa usimamizi wa mwalimu wetu Thomas Steven Kanumba. Tuko pale. Kwa hiyo mimi ni waombe wasanii, sisi tuko kule na hisi wengi hamtufahamu, na maana sasa tunahitaji ushirikiano wenu. Tunashuti yani kama mabubu fulani hivi, lakini kumbe wakubwa mpo ambao mnastahili sisi kutupa supporta. Kwa hiyo tushirikiane kwa hili na lile. Sisi